kujijua. Lakini jana tuliangalia kwa undani sana mada hiyo. Siku ya leo somo letu linasema upendo wa Mungu unakutafuta. Upendo wa Mungu unakutafuta. Mwambie jirani yako, upendo wa Mungu unakutafuta. Mwambie tena, upendo wa Mungu unakutafuta. Hivyo leo tutakuwa na somo la muhimu sana. Tutazungumza juu ya upendo wa Mungu na namna ambavyo unatutafuta. Pale ulipo, inamisha uso wako. Tuombe. Baba, asante kwa upendo wako wa ajabu. Asante kwa sababu umetupenda upeo. Jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa mpenzi msikilizaji anayetufuatilia katika viwanja hivi, lakini pia asante kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Hata hao pia ukawabariki kwa namna ya pekee kwa utukufu wa jina lako Yesu. Siku ya leo Bwana, saa imefika mimi mtoto wako nikafe nisionekane, lakini wewe Yesu ukapate kuonekana. Maana wewe peke yako ulisema unapoinuliwa juu utawavuta watu wote kwako. Hivyo sasa kubali kuinuliwa. Ni katika jina la Yesu. Amen. Upendo wa Mungu unakutafuta. Moja kati ya visa ambavyo vinasimuliwa, kisa cha ajabu sana, kisa ambacho kilitokea katika meli moja kubwa ambayo ilikuwa ikisafiri kutoka katika nchi ya Ufaransa na ikielekea katika nchi ya Uingereza. Ilikuwa ni meli kubwa ambayo wasafiri wengi walikuwa ndani ya hii meli. Wengine walikuwa wanacheza michezo mbalimbali katika viwanja vya michezo ambavyo vilikuwa katika hii meli, lakini pia wengine walikuwa mahali fulani wanakunywa pombe, wengine walikuwa mahali fulani wanacheza mziki ndani ya meli, na wengine walikuwa ndani ya vyumba vyao wakiwa wamelala. Lakini mmoja kati ya kitu ambacho kinavutia katika kisa hiki ni habari ya kijana ambaye yeye pia alikuwapo ndani ya meli hii. Kijana huyu alikuwa amelala kwenye chumba chake, na ilipofika wakati wa usiku, kijana huyu alitoka kutoka kwenye chumba alichokuwa amelala na akaelekea sehemu ya juu ya meli. Na ile sehemu ya juu ya ile meli ilikuwa haijazungushiwa na kama chumba la, isipokuwa ilikuwa imezungushiwa machuma, na yale machuma yalikuwa yamepakwa rangi nzuri, yalikuwa yanapendeza. Huyu kijana alipokwenda sehemu ile ya juu, akaamua kuegemea kwenye yale machuma. Kitu ambacho kijana hakujua ni hiki, ya kwamba yale machuma pamoja na kwamba yalikuwa na rangi nzuri, pamoja na kwamba yalikuwa yanapendeza, na kutu hilo yeye hakujua. Sasa nini kilitokea? Alipokuwa ameegemea yale machuma, ghafla yale machuma yakakatika, na yalipokatika akaanza safari sasa ya kuelekea ndani ya nini? Ya maji. Na wakati anaelekea ndani ya maji, alikuwa anajaribu kupunga mikono yake hewani, huku akipiga kelele kwa sauti kubwa, ili watu walioko ndani ya meli wamsikie, angalau apate msaada. Lakini kwa bahati mbaya, injini za meli zilikuwa zikitoa mlio mkubwa. Kwa hivyo sauti aliyokuwa anaipiga hakuna aliyeisikia. Nini kinatokea? Kijana akajikuta ameanguka ndani ya maji, na akiwa ndani ya maji, kijana huyu, kisa kinaeleza ya kwamba aliendelea kupiga kelele huku akipunga mikono kuona kwamba huenda atapata msaada. Lakini baadaye akiwa anaogelea juu ya maji, akaona meli inazidi kuondoka, meli inazidi kuondoka. Hatimaye
akaanza kuona taa za meli kwa mbali. Hatimaye meli haikuonekana tena. Sasa baada ya meli kuwa imeondoka haionekani tena, kijana huyu akaanza kusema moyoni mwake ya kwamba nimezoea kuogelea, mimi ni muogeleaji mzuri, lakini leo sina ujanja, kwa sababu sijui niogelee kilomita ngapi ndipo nifike nchi kavu. Kwa hivyo nitakachofanya, nitaogelea tu hapa, na nitakapochoka nitajiachilia ili nifanye nini? Nife. Kwa lugha nyingine, kijana amekata tamaa na sasa ameamua kwamba aeli afanyeje? Afe. Sasa wakati anaendelea kuogelea pale, nini kinatokea? Ndani ya meli, mhudumu mmoja wa meli ambaye alikuwa anahusika na abiria alikuwa anapita katika vyumba vya abiria ili kutazama abiria wake, na alipopita katika vile vyumba akagundua ya kwamba kuna chumba kimoja akina abiria wake hayupo. Sasa akajaribu kutoka nje mahali ambapo kuna watu walikuwa wameketi wakinywa pombe wakifanya shughuli zao. Akawauliza, huyu kijana aliye kwenye hiki chumba mmemwona yuko wapi? Wakamwambia, tulimwona wakati fulani akipandisha sehemu ya juu ya nini? Ya meli, na tangu ameenda huko hajafanyaje? Hajarudi. Sasa yule mhudumu akaenda kule juu, na unajua alipofika kule juu nini kinatokea? Akaona hakuna mtu, lakini alipokuwa anaendelea kukagua akaona kuna mahali kulikuwa na machuma lakini yamevunjika. Akahisi ya kwamba huyu mtu itakuwa alikuwa amekaa hapa na machuma yameanguka, na hivyo ameanguka ndani ya nini? Ya maji. Sasa huyu mhudumu alichokifanya, akawasiliana na naoza wa meli, akamwambia naoza ya kwamba kuna abiria mmoja atakuwa ameanguka ndani ya nini? Ya maji. Na kwa sababu huyu abiria ameanguka ndani ya maji, wewe kama naoza unao uamuzi, tuendelee na safari au turudi nyuma tujaribu kumtafuta abiria aliyeanguka ndani ya nini? Ya maji. Na unajua naoza akafikiri, na baada ya muda mfupi tangazo likasikika ndani ya spika za meli ya kwamba, wapendwa abiria, meli yetu itanyuma kilomita takribani 10 ili tu kujaribu kuyaokoa maisha ya abiria mwenzetu aliyeanguka ndani ya maji. Kwa hivyo wapendwa abiria wenzangu, abiria, ninawaomba mkae vizuri mkiwa mnachungulia kwenye madirisha yenu nje, na mkiona kuna kitu chochote kinachofanana na mtu, tafadhali toa taarifa ili tufanye msaada wa haraka. Na unajua nini kilitokea? Meli ikaanza kurudi nyuma. Meli ikarudi nyuma, na wakati meli inarudi nyuma kilomita kadhaa, ndipo sauti ya mtu mmoja ikasikika ikisema, ninaona kuna mtu anaogelea ndani ya maji. Huyu aliposema, na mwingine akasema, ni kweli, hata mimi naona kuna mtu anaogelea ndani ya nini? Ya maji. Na pale pale mabaharia wakashusha mashua 2, na zile mashua ndogo zilizoshushwa zilikuwa na mabaharia wawili. Na unajua zile mashua zikasogea zikafika karibu kabisa na mahali ambapo huyu mtu alikuwa anafanya nini? Anaogelea. Na zilipofika karibu, mmoja kati ya abiria ya wale mabaharia akapaza sauti yake akasema, tunafurahi, tunashangilia kwa sababu tumekukuta tena ukiwa hai. Sasa unajua yule ambaye alikuwa anaogelea kwenye maji alijibu nini? Akawatazama. Alipowatazama akatikisa kichwa chake.
Sasa kabla sijaendelea, unafikiri huyu mtu aliokolewa au alikufa? Akatikisa kichwa chake, alafu akasema, ninawashangaa sana ninyi, tena ninawashangaa. Ni nani aliyewaambia ya kwamba mimi nataka kuokolewa? Nani amewaambia? Yaani mimi niko hapa, ninaogelea, mambo ni safi, ninajisikia furaha, ninapiga hapa kwenye maji, ninyi mnakuja eti tunafurahi, tumekuona tena. Hai, nani amewaambia nataka kuokolewa? Nani aliyewaambia nini? Najua hata wewe unashangaa kwamba hili ni jibu la namna gani kwa mtu ambaye alikuwa kwenye shida kubwa. Nilitazamia nimusikie aseme ninakushukuruni kwa kuwa mmenitafuta, lakini yeye anasema mnanisumbua. Mimi sihitaji msaada wenu, sihitaji kuokolewa, sihitaji. Na najua kuna mtu fulani anashangaa, lakini jioni leo nataka nikwambie hilo ndilo jibu la watu wengi kwa kile Mungu alichofanya kwa ajili yetu. Wengi kama ilivyokuwa kwa huyu kijana, huwa tunajibu hivyo hivyo kwa upendo.